Mili mtazamaji, shukran sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Sasa imegonga saa 1 jioni Kenya, Uganda na Tanzania. Karibu kwenye taarifa kamili. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa anasema kuwa wakazi wa Mlima Kenya wako kwenye mrengo wa upinzani, haswa baada ya kutimuliwa kwake madarakani kufuatia madai ya ufisadi na matumizi mabaya ya afisi yake. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mike Kagwongo, Gachagua akizungumza kwenye runinga moja mapema leo ameshikilia kuwa kuna njama ya kuwafuta kazi jumla ya makatibu 10 kutoka Mlima Kenya katika juhudi za kuingiza wandani wa Raila serikalini. Takriban miezi 5 baada ya bunge la seneti kuidhinisha hoja ya kumbandua ofisini naibu rais wa pili madarakani, kiongozi huyo akishikilia jukumu la kuikosoa serikali na kutangaza anayoyaita maovu ya serikali ya Kenya Kwanza. Akizungumza mapema hii leo kwenye mahojiano ya moja kwa moja na kituo cha runinga ya Kameme kwa lugha ya Kikuyu, Gachagua amekiri kuwa wakazi wa Mlima Kenya sasa wako kwenye mrengo wa upinzani baada ya kile anasisitiza kuwa ni ahadi duni za serikali na kubanduliwa kwake madarakani. Maundu madirari nimo mebata macio ndiranirira kino gwera mungathaniro gwetu mungathaniro riu ni kuingatwa ingatwo thirikari akingatwa guthiiko aingatwa guthiiko mundu gwitwo Kengei ni kuingatwa ingatitwo William Ruto no otindikite andu aitu guthi mungathaniro ne kumahenia na kurega kumarutira wira na andu no nginya morie ciuria tondu marihaga igoti na njuge gutire mundu kumuinamirira kana amugoce tondu ti Ngai ni mundu ta andu aria angi. Gachagua ameshikilia kuwa tayari ameandika wasia utakaowaelekeza wa Kenya mwafaka wa kufuata iwapo wapinzani wake watafanikiwa kumwangamiza wakati wowote. Yani hivyo na gatonye ni nyandikite marua kwi ruriri ati mundi wadu manginjika uru majura tono majura igumenda kunjuraga rimu marua macio ni magathomwo kwi ruriri ndirwire ura ndireciria no ria bangite meko marua macio mena wakiri nengerete wakiri matatu yandikite marua ati mundi wadu wa Gachagua ngihinga ritho angiona uru muthome ni undumiriri yakwa kuri ruriri ati mungeikara u mungithie njira eno mungeikara njira eno mitego na muigirwo neno mundu atubange maundu macio mothe ni nyandikite tondu bange succession ya miaka 50 ya ruriri ruru iyo ni ligasa yakwa he nyumba eno. Gachagua amesema wakazi wa Mlima Kenya wana kila sababu ya kuhofia baada ya kuwepo kwa mipango ya serikali ya kufuta jumla ya makatibu 10 wa wizara mbalimbali na kuajiri wale wanaotoka kwenye mrengo wa Raila Odinga. Amesema hii ni licha ya kuafikiana na Rais William Ruto kuwa eneo hilo lingepata makatibu 15 wakati wawili hao walipoingia uongozini. Ni PS arabanga ria kumacejania ni twashirite nake ngana gucite PS 15 o county itu ciothe PS umwe county ya Meru 2, Kiambu 2, Laikipia 2 na Nyeri 2 icigi umwe nginya Kajiado twina PS witagwo Kimotho. Raila aretia PS 15 ngiru aratuikania kunengerwo 10. William Ruto riu arabanga kuingata noitu. Na baada ya baadhi ya wafuasi wake kuondolewa kwenye kamati mbalimbali za bunge wiki jana, akiwemo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, Gathoni wa Mushamba wa Githongori na James Gakuya wa Embakasi Kaskazini, Gachagua sasa amemtaka Rais William Ruto kwenye ziara yake ya Mlima Kenya mwezi ujao kueleza wakazi sababu za kuwaondoa wabunge hao na kuwaweka wandani wa Raila Odinga. Maundu macio mebatara no nginya eri andu tondu andu nao ni makendaga kumenya tondu ndungikihura atongoria aitura matekite mahitia na angĩkorwo nĩ mekĩte mahitia mere mekĩte mahitia mariku na akimatariria mere atiriri ndiragire kuoya mundu ũngĩ gũkũ Kiambu na igataka rongo wathagwa gutiri mundu ũngĩ wagĩrĩire kana gĩcunjĩ kĩngĩ kĩa Mount Kenya. Gachagua ameungana na viongozi wengine wakiwemo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, kinara wa DAP-K Eugene Wamalwa, mwenzake wa PLP Martha Karua na wengine wenye azma ya kumuondoa afisini Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi.